walikuwa kila baada ya raka 4 wanatoka msikitini kwenda kufanya tawafu mara moja, kisha wanarudi msikitini, wanaswali tena raka 4, wanatoka tena kwenda kufanya tawafu, wanatoka tena wanakuja msikitini, wakawa wao wanafanya tawafu mara 4, tawafu mara 4, raka 4 ya kwanza wanatoa salamu 2 kwa sababu inaswaliwa raka 2. Wakitoa salamu mara 2 baada ya raka 4 wanatoka wanaenda kufanya tawafu, na wengine wanabaki msikitini wanasoma adhkar, wengine wanasoma Qur'an. Ndio ukaona na huku kwetu pia watu wakimaliza raka 4 kuna adhkari ndefu kidogo inasomwa, kwa sababu kwetu hakuna Al-Kaaba ya kwenda kuzuru, inabidi tubaki tupumzike. Mapumziko hayo ambayo ni istiraha baina tarawih, mapumziko haya wengine hupumzika kwa kusoma Qur'ani, wengine hupumzika kwa kusoma adhkari, wengine hupumzika kwa hata kujilaza. Ni khiari ya mtu, hakuna lazima. Watu wa Makka kila baada ya raka 4 kwa kuwa wana Al-Kaaba walikuwa wakitoka kwenda kufanya tawafu kisha wanarudi. Ikawa raka 4 mara 5 ikawa ni raka ngapi? Raka 20. Raka 20 ikawa ina mapumziko mangapi? Mapumziko 4, kwa sababu kila baada ya raka 4 walikuwa wanapumzika. Ile ya mwisho hawapumziki. Ile raka 4 ya mwisho ya 5 wakimaliza, kwa sababu swala ishamalizika, wanaoswali witri wanaswali, wengine wanaenda zao, hakuna tena kukufu. Ikawa wanakufu mara ngapi? Mara 4. Sasa kila baada ya raka 4 walikuwa wakipumzika. Na tarawih ina salamu 10 kwa sababu unaswali 2. Kila baada ya raka 2 unatoa salamu, kila raka 2 salamu. Kwa hiyo itakuwa ina salamu ngapi? Salamu 10, kwa sababu kila raka 2 salamu, kila raka 2 salamu, na kila raka 4 mapumziko. Sasa ikiwa raka 4 ilikuwa ikiswaliwa 4 mara 5, ya 4 moja yaitwa tarwiha, 4 ya pili ukiongeza ambayo ni 8 yaitwa tarwihatan, haiitwi tarawih. Raka ngapi? Raka 8 yaitwa tarwihatan. Ukiongeza tena 4 inakuwa ni 12, yaitwa tarwih, kwa sababu ni 12 imezidi. Tayeb, baada ya hapo ukiongeza tena 4 ambayo ni 16 inakuwa ni tarawih, mpaka ukifikisha tena 20 ishakuwa ni jam'ul jam'i, ndio ikaitwa tarawih. Haitwi tarwih wala tarwiha wala tarwihatan, kuonyesha kwamba tarawih ilikuwa ni zaidi ya raka 8, kwa sababu lao ingekuwa ni raka 8 haingesihi kuitwa tarawih, kwa sababu tarwiha moja ni raka 4, tarwiha ya pili raka 4 ishakuwa ni tarwihatan, sio tarawih. Ukiongeza tena 4 na 4 na 4 ikawa ni 5, ambapo ni raka 20, ndio itaitwa tarawih. Na hivi ndivyo ilivyozungumzwa kwenye vitabu vya fiqh. Tayeb, watu walikuwa wakiswali raka 20, na utaona kwamba hadithi iliyopokewa na Abil Hasanat anna Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu amara rajulan an yusalli bin nasi 5 tarwihatin 20 rak'atan. Hadithi iliyopokewa, tena hadithi hii imepokewa na Imam al-Baihaqi katika As-Sunan al-Kubra, anatuambia kwamba imepokewa na Abil Hasanat kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu alimwamrisha mtu awaswalishe watu 5 tarwihati. Tarwiha ngapi? Tarwiha 5. 5 tarwihat maana yake ni nini? 4 5, yani 4 mara 5, kwa sababu tumesema 4 moja yaitwa tarwiha, 4 ya pili tarwihatan, 4 ya tatu tarawih, 4 ya 4 tarawih, 4 ya 5 bado yabaki kwa ni tarawih. Kwa hiyo Sayyidina Ali bin Abi Talib alimwamrisha mtu awaswalishe watu salatu tarawih 5 tarwihat. Maana ya 5 tarwihat ni 4 mara 5, na 4 mara 5 ni ngapi? Ni 20. Na hadithi imepokewa na Imam al-Baihaqi katika As-Sunan al-Kubra. Tayeb, juzu ya pili, As-Sunan al-Kubra juzu ya pili. Utaona Sayyidina Ali bin Abi Talib alikuwa akiamrisha watu waswalishwe 5 tarwihat ndani ya Ramadhan. Sasa ndugu zetu wanaotuambia hii salatu tarawih imezuliwa na Umar bin al-Khattab, ilikuwa Sayyidina Ali bin Abi Talib aamrishe watu waswalishwe raka 20, na wao wanadai kwamba ni wafuasi wa Ali bin Abi Talib, bali wao hawana kamwe tarawih, wanasema ni bid'a ya Umar. Tayeb, ikiwa ni bid'a ya Umar, kama
kama mnavyosema, sisi hatumuiti Umar peke yake, tunamuita Sayyidina Umar na tunamwambia radhiallahu anhu. Ikiwa ni unasema ni yake yeye, ilikuwaje Ali bin Abi Talib awaambie watu waswalishwe raka 20 ambayo ni 5 tarwihat ndani ya mwezi wa Ramadhan? Jawabu watakuwa nalo wao wenyewe. Al-Imam Shafi'i, madhhab ya Imam Shafi'i, anatuambia al-Imam an-Nawawi, Imam an-Nawawi anatuambia madhhabuna annaha 20 rak'a. Madhhab yetu sisi Imam Shafi'i, Imam Nawawi anasema ni raka 20 bi10 taslimatin wa salamu 10, yani unatoa salamu mara 10 kwa sababu kila raka mbili salamu inakuwa ni 20 raka kwa taslima 10. Ghaira al-witri, tena usiongeze witri, ukiongeza witri inakuwa ni 23. Wadhalika 5 tarwihat, na hiyo ni tarwiha ngapi? Tarwiha 5. Tumesema tarwiha moja ni raka 4, na ikiwa ni 5 ni 4 mara 5 inakuwa ni raka 20. Wa tarwihatu 4 rak'atin bi taslimatain. Na tarwiha maana yake, Imam Nawawi anazungumza maneno haya katika Ash-Sharh As-Saghir bihashiyati al-Allamah As-Sawi, anazungumza anatuambia katika Al-Majmu'. Al-Imam An-Nawawi amezungumza maneno haya katika kitabu chake Al-Majmu' juzu ya 2. Anasema kwamba wa tarwihatu 4 rak'atin bi taslimatain. Tarwiha maana yake ni raka 4 kwa salamu 2. Hadha madhhabuna, hii ndio madhhabu yetu sisi Imam Shafi'i, na madhhabu ya Shafi'i ni raka 20 kwa tarwiha 5, na kila tarwiha ni raka 4. Kwa hiyo ni 4 mara 5 inakuwa ni raka 20 kwa salamu 10. Na ndio madhhabu ya Abu Hanifa, wa bihi qala Abu Hanifa. Imam Nawawi anaeleza madhhabu yetu hii ndio alosema pia Abu Hanifa wa ashabuhu, na wafuasi wa Abu Hanifa, wa Ahmad kadhalika ni madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal, wa Daud na madhhabu ya Abi Daud, wa ghayruhum na wengine wasiokuwa hawa. Wa naqalahu al-Qadi Iyad an jumhur al-ulama, na imepokewa na Qadi Iyad katika madhhabu ya Imam Malik, anasema kwamba wa hukiya anna al-Aswad bin Yazid kana yaqumu bi 40 rak'atan wa yutiru bi 7. Madhhabu ya Imam Malik anasema walikuwa wakiswali raka 40 na wakiongeza witri kwa 7, inakuwa ni 47. Yani kuna watu wanaswali tarawih raka 47, na hiyo ni madhhabu ya Imam Malik. Tayeb, tutaeleza kwa sababu gani. Waqala Imam Malik, anasema Imam Malik at-tarawih 9 tarwihat. Anasema Imam Malik tarawih ni 9. Tumesema tarawih moja ni raka ngapi? Raka 4. Kwa madhhabu ya Imam Shafi'i ni tarwiha ngapi? 5. Tarwiha 5 ni 4 mara 5 ni raka 20. Imam Malik anasema tarwiha ni 9, ina maana ni 4 mara ngapi? 4 mara 9. 4 mara 9 ni raka ngapi? Ni 36. Kwa sababu 4 5 ni raka 20. Ongeza 4 4. Ukiongeza 4 4, yani 4 mara 4 ni raka ngapi? 16. Sio? Jamani, 4 mara 4 ni ngapi? 26. Na zile 5 tarwihat 20 inakuwa ni 30 ngapi? 36. Kwa nini madhhabu ya Imam Malik waswali raka 36? Kwa nini? Al-Imam Malik alipokuwa Madina, alipoona watu Maka wanaswali kila baada ya raka 4 wanafanya tawaf zikawa ngapi? Zikawa 4. Sasa tawaf 4 ukiongeza na tarwiha 5 inakuwa ni ngapi? Ni kama tarwiha 9. Imam Malik akasema kila ile nafasi ya tawaf ya watu wa Maka mimi nitaongeza raka 4 kwa sababu sisi hatuna Kaaba. Ikawa yeye kila baada ya raka 4 ya watu wa Maka kufanya tawaf akaongeza raka ngapi? 4. Akaongeza 4 mara 4 kwa sababu watu wa Maka walikuwa wakitufu mara ngapi? Mara 4. Sasa ile 5 ukiongeza 4 mara 4 inakuwa ni ngapi? Ni 16. 16 ukiongeza zile zilizoswaliwa na watu wa Maka 20 inakuwa ni ngapi? 36. Ndio Imam Malik akasema mimi nitawaambia watu wa Madina waswali 36 kwa sababu ya kupata fadhila kubwa kama vile watu wa Maka wanapofanya tawaf. Sisi badala ya tawaf tuongeze kila wakati wa tawaf raka 4 zingine, ikawa ni 4 mara 4 inakuwa ni 16, na
ukiongeza 4 mara 5 ya nyuma ni 20, inakuwa ni 36. Hii ndio madhhabi ya Imam Malik mwanzo, na hizi zimepokewa kwenye vitabu, hatuzungumzi kwa vichwa vyetu. Lakini baada dhalika al-Imam Malik akawa ana kauli ya pili, akasema la, mimi sasa hii mambo ya kuongeza raka 4 kila nafasi ya tawaf nitawachana nayo, nitabakisha ile tawaf raka 4 mara 5 itabaki kwa ni raka 20, kama vile waliposema Imam Malik na Imam Ahmad bin Hanbal, kama Imam Shafi'i na Ahmad bin Hanbal na Abu Hanifa. Ikawa sasa rai ya jumhurul ulama, ikawa salatu tarawih inaswaliwa raka ngapi? 20, kisha 3 za witri ikawa ni 20 na ngapi? 23. Tumaliza muhadhara wetu, na musione kama tumeweka sana, kwa sababu maudhui haya tulitaka tuzungumzie iwe ni kamili, mtu baada ya hapa akawa anaweza kufahamu na akafuatilia. Tayeb, tukimaliza hayo, al-Imam Abu Zar'a al-Iraqi al-Shafi'i, huyu ni mmoja katika wanazuoni wa madhhab ya Shafi'i, anasema kwani kuna siri gani salatu tarawih kuswaliwa 20? Akasema kwa sababu zile swala za rawatib zinazoswaliwa kablia na baadia, zile za sunna muakkada zilizowekwa ni raka 10. Sasa kabla ya Ramadhani ilikuwa ukiswaliwa rawatib zile raka ngapi? 10. Lakini ilipoingia mwezi wa Ramadhani, ile salatu tarawih ni kama zile rawatib zinazoswaliwa baada ya swala na kablia zikakusanywa zikapigwa times 2, ikawa ni ngapi? Ikawa ni 20. Anasema zile swala za kablia na baadia ukizichanganya zote ni raka 10 zile za sunna. So hiyo 10 ikachukuliwa katika tarawih ya mwezi wa Ramadhani, ikaongezwa tena 10 nyingine, ikawa siri wewe ukiswali tarawih ni kama umeswali zile kablia na baadia mara 2, kwa sababu Ramadhani ni mwezi wa kuongezwa thawabu na kuongezwa ibada. Tayeb, tukimaliza muhadhara, hiyo salatu tarawih ni sunna muakkada, si wajibu. Ni sunna ambayo imewekwa mkazo sana na si wajibu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuamrisha watu kuswali. Sunna katika salatu tarawih ni kusomwa vipi? Ni kusomwa sura gani? Maana tumeelezwa nyakati za tarawih, idadi ya raka za tarawih, wakati wa tarawih ni wakati gani. Sasa je, unatakiwa usome nini? Kabla ya hapo, al-Imam Ibn Taymiyyah, ambaye ndugu zetu wanaoswali raka 8 wanamsikiza sana na wanamfuata sana, pamoja na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sheikh Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa, kitabu chake ambacho kinajulikana cha fatwa, aliulizwa hii salatu tarawih ni raka ngapi? Alisema imesihi kwa Sayyidina Umar bin al-Khattab, aliwakusanya watu nyuma ya Ubay bin Ka'b awaswalishe tarawih, na aliwaswalisha raka 20. Alizungumza ni nani? Ni Sheikh Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa. Amesema kwamba iliyosihi na iliyothubutu katika idadi ya salatu tarawih raka zake, amesema ni ile ambayo Sayyidina Umar aliwakusanya watu kwa Ubay bin Ka'b akawaswalisha raka ngapi? Raka 20. Hii ndio kauli ya Ibn Taymiyyah mwenyewe. Akazungumza Imam Muhammad bin Abdul Wahhab katika kitabu chake Fatawa Najdiyah, alipoulizwa pia swala hilo tarawih ni raka ngapi, akasema ni kama ilivyothubutu Sayyidina Umar kuwakusanya watu nyuma ya Ubay bin Ka'b, alikuwa amewaswalisha raka 20. Kwa hiyo maimam, hata wale upande ambao wanasisitiza watu waswali raka 8, mashekhe zao wenyewe katika vitabu vao vya fatwa wanatuambia kwamba salatu tarawih usawa ni kuswaliwa raka ngapi? Raka 20. Tayeb, kwa nini watu waswali raka 8? Kwa nini watu waswali raka 8? Raka 8, kuna hadithi moja ambayo ni hadithi ya Nana Aisha radhiallahu anha, akieleza swala ya Mtume ya usiku, akituambia Mtume hakuwa ni mwenye kuzidisha katika mwezi wa Ramadhani na katika malanti, yani mwezi katika miezi ambayo si Ramadhani, hakuwa ni mwenye kuzidisha zaidi ya raka 11. Na Aisha anasema hadithi sahihi kwamba Mtume katika Ramadhani na katika miezi mingine swala ya usiku hakuwa ni mwenye kuzidisha raka ngapi? 11.
Tayib, wakachukulia ndugu zetu wanaoswali raka 8 wakasema raka 8 za tarawih kisha raka 3 ni za witri. Tayib, ni lazima kwanza watuambie kwamba Imam Shafi'i hakufahamu hadithi hii, Imam Ahmad bin Hanbal hakufahamu hadithi hii, Imam Abu Hanifa hakufahamu hadithi hii, Imam Malik hakufahamu hadithi hii, Imam Ibn Taymiyyah hakufahamu hadithi hii, Imam Muhammad bin Abdul Wahhab hakufahamu hadithi hii. Ndio wakawaambia watu waswali raka 20. Tukiambiwa hivyo tutakubali, lakini hawa walikuwa wanajua kinachozungumzwa na hadithi na Aisha ya raka 11 ilikuwa si tarawih, ilikuwa yazungumzwa swala za kawaida za usiku. Mtume alikuwa akiziswali ilikuwa haizidi raka 11. Dalili ni kwamba na Aisha anasema katika Ramadhani na nje ya Ramadhani pia. Sasa tunauliza, kwani nje ya Ramadhani kuna tarawih? Mpaka awe Aisha anatuambia Mtume alikuwa hazidishi raka 11 ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani. Kwani nje ya Ramadhani kuna tarawih? Kwa hiyo kinachozungumzwa na Aisha ilikuwa ni swala za usiku za Mtume, yani swala za witri. Mtume alikuwa kiswali 8 kisha kiswali 3 za witri kauli raka 11. Na dalili ya kwamba hadithi hii inamaanisha witri ni kwamba hata Imam al-Bukhari ameeleza hadithi hii katika mlango wa kueleza qiyamul layl. Hakutaja katika mlango wa swala tarawih, bali hata Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika Bulughul Maram hadithi hii ameitaja katika kueleza qiyamul layl, hakutaja katika kueleza salatu tarawih, kuonyesha kwamba ulama wamefahamu hadithi hii ilikuwa haihusiani na tarawih, ilikuwa inahusiana na mambo ya kusimama usiku katika siku za kawaida na katika mwezi wa Ramadhani kuswali qiyamul layl. Sasa tayib, ina maana nisiswali raka 8? Unaweza ukaswali raka 8 lakini haiitwi tarawih, kwa sababu tarawih ni swala maalum inayoswaliwa ndani ya Ramadhani kwa raka maalum, ndio ikaitwa jina hilo la tarawih. Lakini 8 zako pamoja na 3 za witri haiitwi tarawih. Sasa itaitwaje? Itaitwa tahajjud ikiwa umelala ukaamka ukaswali. Ikiwa hukulala umeswali kuanzia saa 2 kama tunaposwali sisi raka 20, ukaswali 8 zako kisha na 3 ikawa ni 11, haitaitwa qiyamul layl, haitaitwa tahajjud. Kwa nini? Kwa sababu tahajjud jina hili pia halitumiki mpaka swala iwe imetanguliwa na kulala na usingizi. Yaani ukilala ukiamka usiku ndio inaitwa tahajjud. Haya majina jamani yanaenda na nidhamu. Sio kila swala utaibandika jina. Tahajjud haitwi tahajjud mpaka kwanza kulale, uamke kuswali ndio tahajjud. Ikiwa hukuamka je, ukulala je, umeamua tu kuswali kwa kukesha, utaambiwa hii kama ni raka 20 itaitwa tarawih. Kama ni raka 11 itaitwa qiyamul layl. Tayeb. Sasa ina maana ni swali 20 kisha ni swali la 11 pia? La, hatujakuamrisha kwa sababu 20 kwanza ni sunna. Ikiwa umeamua kutosheka na idadi hii ama hii, itakuwa ni sawa, wewe una khiari yako, lakini usiwakosoe wanaoswali raka 20 ukawaambia nyinyi mmekosea. Walioswali raka 20 wameswali tarawih, hawakuswali tahajjud. Kisha hawa wanaoswali raka 20 wana khiari baada ya kulala na kuamka kuswali tena tahajjud, kwa sababu tahajjud ni kitu mbali. Kwa hiyo unayo nafasi ya kuswali raka 20 kama tarawih, kisha ukalala, ukaamka, ukaswali raka 8, kisha 3 za witri, ikawa wewe umepata tarawih pamoja na tahajjud. Umeamua ulale kisha uamke saa 8 uswali tahajjud, tutakwambia wewe umeacha tarawih ukaswali tahajjud, na tahajjud itatosheleza, si lazima tena uswali tarawih. Kama mfano gani? Mtu ambaye halazimiki kuswali Ijumaa kama mwanamke, lau ataamua kuswali Ijumaa raka 2, ataswali adhuhuri? Hataswali adhuhuri, kwa sababu ile Ijumaa raka 2 imetosheleza yeye kuswali raka 2 peke yake, na swala ya dhuhuri imemalizika mambo yake. Sasa je, ataambiwa ameswali adhuhuri? Hataambiwa ameswali adhuhuri, kwa sababu hakuna adhuhuri ya raka 2 mpaka mtu awe msafiri. Tayeb, yeye ameswali raka 2 za Ijumaa, lakini imemtosheleza yeye asiswali tena adhuhuri. Umefahamiana vizuri? Kwa hiyo lao mtu atalala na amke aswali raka 11, tutamwambia huyu ameswali tahajjud, na hii tahajjud yake imetosheleza asiswali nini? Asiswali tarawih. Lakini usituambie kwamba hiyo 11 ndio tarawih, kwa sababu tarawih si 11 ni 20.
Tumefahamiana vizuri masala? Tayeb. Tukimaliza masala haya ni kwamba tumefahamu kwamba salatu tarawih kuswaliwa wakati gani, ni sunna si sunna, Mtume aliswali, maswahaba waliswali, maimamu wa madhhab walizungumza wakasema katika vitabu vyao kwamba ni raka ngapi? Raka 23 ukiongeza za witri. Sasa kinachosomwa ni gani katika salatu tarawih? Kinachosomwa ni kila usiku khitma, kila usiku juzu, kila usiku juzu moja ya Qur'an, kama alivyokuwa akifanya Ubay bin Ka'b wakati Sayyidina Umar alipowakusanya watu waswalishwe na Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b alikuwa akiwasomea juzu moja ya Qur'an, kumaanisha kwamba siku ya 30 wanafanyaje? Wanahitimisha Qur'ani. Tayeb. Sasa sunna jamani, salatu tarawih ni kuswaliwa kwa juzu moja. Kwa hiyo sunna hii ya juzu moja na raka ziwe 20 inakuwa tarawih ya kikweli. Ukiswali juzu moja na raka 8 pamoja na witri 11 utakwambia ni tahajjud. Yote ni sawa, lakini usitoe jina la huku kalipeleka kule na jina la huku kalipeleka kule. Mambo yaweke ilivyopangwa kisheria. Sasa je, nikisoma sura zingine, yani nusu ya juzu, utakwambia Qur'ani ni Qur'ani, ukasoma nusu, salatu tarawih imeswalika. Hakuna ulazima wa kusoma, lakini yapendeza zaidi watu wasomewe juzu moja jamani, kwa sababu sisi tunawasisitiza watu kuambia Ramadhani ni mwezi wa Qur'ani. Ramadhani umeteremshwa Qur'ani, tusome Qur'ani kwa wingi. Kisha hatutaki kuswali kwa juzu moja tukakimbilia kuanzia suratul Al-Haqq tukarudi mpaka surat Al-Ikhlas. Hatudharau swala wala hatudharau Qur'ani. Qur'ani ni Qur'ani, lakini ilikuwa yapendeza kwamba mwezi huu wa Qur'ani uwe hata katika salatu tarawih pia iwe itasomwa juzu moja, kwa sababu watu wasikie utamu wa Qur'ani, watu wapende Qur'ani, watu wakumbane na Qur'ani. Sio unawaswalisha watu kiharaka haraka kwa sura fupi fupi, saa 2 saa 3 washarudi zao kulala. Wana kazi gani nyumbani watu katika mwezi wa Ramadhani? Ushaambiwa ni mwezi wa ibada, ushaambiwa usiku ndio wakati wa kukesha na kufanya ibada. Sasa wewe umewatoa watu msikitini saa 3, wengine wakirudi nyumbani hawawezi tena kufanya kitu, kwa sababu wengine watakaposwalishwa wako tayari kukesha, lau watapata wa kuwakeshesha. Wewe umewatoa msikitini saa 3, wataenda kufanya nini nyumbani? Wataenda kulala. Hivi ni jambo hili ni muhimu tulifikirie sana, la kuweka swala ya tarawih kuswaliwa kwa juzu, na ndivyo inavyofanywa. Ukienda sehemu za karibu ina Habib Omar na wengineo, swala zao za tarawih wanaswali kwa juzu 2, yani usiku mmoja kwa juzu 2. Wao ukifika siku ya 15 washahitimisha Qur'ani khitma ya kwanza, siku ya 30 khitma ya pili. Watu wanasoma Qur'an, na sisi pia tufanye namna hiyo insha Allah taala. Hii ndio sunna ya tarawih, na hivi ndivyo waliposwali Mtume sallallahu alaihi wasallam na waliposwali masahaba, na ilivyo ni namna hii ambayo tumeeleza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie atujalie alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.